Kitabu kile cha Timotheo wa kwanza 4:7. Timotheo wa kwanza 4:7. Maandiko yanasema kwenye Timotheo wa kwanza sura ile ya 4 na mstari wa 7 na wa 8, anasema Timotheo wa kwanza 4: bali hadithi za kizee zisizo na dini uzikatae, nawe ujizoeze kupata utauwa. Anasema bali hadithi za kizee zisizo za dini uzikatae, nawe ujizoeze kupata utauwa. Mstari wa 8: kwa maana kujizoeza kupata nguvu za mwili kwafaa kidogo, lakini utauwa hufaa kwa mambo yote, yaani unayo ahadi ya uzima wa sasa na ya ule utakaokuwepo baadaye. Paulo anamwambia Timotheo hadithi za kizee zikatae. Watu wengi tumefungwa na hadithi za kizee, na hizo hadithi za kizee ni ile misemo ambayo imekaa ndani ya jamii, imejengwa. Mingine ni ya uovu, mingine ni ya uharibifu, nyingine ni roho zinazotembea kwa ajili ya kuturudisha nyuma. Paulo anamwambia Timotheo ya kwamba jizoeshe mambo ya utauwa. Ina maana tunapookolewa tunasafishwa na damu ya Yesu. Utakatifu haukai tu moja kwa moja ndani yetu, ni mazoezi ya kila siku ya kuendelea kukataa vitu vichafu, ya kuendelea kukataa mawazo mabaya, ya kuendelea kukataa njia mbaya za mauti. Unajizoeza utauwa. Ulikuwa umezoea kusema uongo ukitaka kuja unafunga mdomo. Ulikuwa umejizoeza kuchelewa kazini, vitu vyote vibaya, mwili unawaka moto. Ukiona tu mdada mwili unawaka moto, ukiona mkaka, yani ni kama vile si umefanyaje. Sasa Paulo anasema jizoeshe mambo ya utauwa, yafanyie kazi mambo ya utauwa, tilia bidii kwenye mambo ya utauwa. Na ndio maana anasema mazoezi ya mwili yafaa. Mazoezi ya mwili yanafaa. Tunapoona watu wanaenda gym, na majimu mengi siku hizi yamekuwa ni kama sehemu ya uovu, watu wanajificha kufanya uovu kule, lakini zipo gym kabisa za ukweli. Watu wanakwenda kule kwa ajili ya mazoezi ya viungo, mwili ukae sawa. Wengine tunaona wanakimbia barabarani kila siku. Biblia inasema hayo ni mazuri, lakini mazoezi ya utakatifu, mazoezi ya maisha masafi ni mazoezi muhimu kuliko hayo, kwa sababu hata wale wenye miraba 7 wanaanguka dhambini, wanakufa dhambini. Shetani haogopi ukubwa wa kifua chako, shetani haogopi ukubwa wa mwili wako, anaogopa nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako. Kwa ni vizuri sana, na ndio maana leo tunataka tuongelee maombi humjenga Mkristo kiroho. Maombi humjenga Kristo kiroho, na ndio maana nimeanza na hilo andiko la Timotheo wa kwanza 4:7 hadi 8, kwamba maombi yanamjenga Mkristo. Na kwa wewe na mimi wa Kristo wa Mungu, lazima tujue maombi ya siku moja yanaweza yakakusaidia kwa siku moja. Ni kama vile dawa umeambiwa kunywa mbili mara 3, ama kunywa 1 mara 3, alafu ukabadilisha ile dozi, hautapata nafuu, hautapona. Utafika wakati ugonjwa utakuwa sugu. Na ndio maana ni vizuri sana kwa Kristo ujipe tabia ya kuomba kila siku. Maombi ni mazoezi endelevu. Kama watu wanaamka kila siku wanakimbia barabarani, wanakwenda gym, wanakwenda mahali popote pale, na wewe hivyo Mkristo, inakupasa umombe Mungu kila siku. Na ndio maana akasema kwenye Luka ile 18, imetupasa kumwomba Mungu siku zote wala tusikate tamaa. Umeona maana yake ni nini? Ni kila siku.
akamwambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Kama ukikata tamaa na dozi ambayo daktari amekuandikia, huwezi ukapona. Kama utakata tamaa na miaka ya elimu ambayo unatakiwa usome, hautahitimu. Kama utakata tamaa na ndoa ulionayo, hiyo ndoa itavunjika. Kama utakata tamaa na kazi, hiyo kazi itakufa, itapotea. Hiyo biashara itakufa, itapotea. Kama utakata tamaa ya kumwomba Mungu siku zote, maana amesema imetupasa kumwomba Mungu, imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa, wala msikate tamaa. Shetani anapoongeza vita, shetani anapoongeza maumivu, shetani anapoongeza mateso juu yetu, tusikate tamaa. Hacha tuendelee kuomba, kwa sababu maombi yanamjenga Mkristo ili apate kuwa imara zaidi. Na ndio maana Biblia inasema ukizimia wakati wa tabu, ukizimia wakati wa mashindano, ukizimia wakati wa kusubiria, ukizimia wakati wa kulima, na kuambia maandiko yamesema ukizimia wakati wa tabu, maana yake nguvu zako ni kidogo. Nguvu zako ni kidogo. Nguvu zinajengwa ndani ya Wakristo kupitia maombi ya kila siku, kupitia maombi ya mara kwa mara, kupitia kufunga na kuomba kwa mara kwa mara, kupitia mazoezi ya kiroho ya kutisha mwili wako, ya kufanya mwili wako ukae chini ya utawala wa Roho Mtakatifu. Na kuambia maombi ya siku moja, maombi ya siku moja hayawezi kutupa matokeo ya miaka yote. Yanaweza kutusaidia kwa siku hiyo, lakini kwa kesho tunahitaji maombi endelevu. Waefeso 6:18, Waefeso 6:18. Maandiko yanasemaje kwenye Waefeso 6:18? Biblia inasema ya kwamba kwenye Waefeso 6:18, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati. Umeona, kila wakati. Mkristo ukiwa ndani ya gari, wewe uko kwenye Roho, unaomba. Mkristo ukiwa unafanya kazi, wewe uko ndani ya Roho, unaomba. Usiende sana, maana Roho wa Mungu yuko na utaratibu. Huwezi ukawa umeokoka vizuri alafu ukawa mvivu wa kazi, maanake wewe hauna hekima ya Roho Mtakatifu. Hekima ya Roho Mtakatifu inafanya vitu vyote vizuri. Kwa Mungu tunafanya vizuri, kwenye kazi tunafanya vizuri, kwenye maisha tunafanya vizuri. Huwezi ukasema mimi naweza kuomba masaa 20, lakini ukipewa kazi ya watu unaharibu, kisa eti unaomba sana. Hapana, hiyo sio hekima ya Mungu, hiyo ni hekima ya Shetani. Hekima ya Mungu inafanya mambo yote kwa uzuri, inafanya mambo yote kwa uzuri. Kwa hiyo amesema tuombe kila wakati, kila wakati tuombe katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu. Umeona? Kwa kumbe kuna kukesha, kuna kukesha. Kukesha manake nini? Usibadilishe mawazo yako kwamba leo ulikuwa unaomba, kesho unaacha kuomba. Kesha kwenye hilo jambo mpaka umuone Mungu akikutendea. Ndio maana tunasema jenga ghala lako la maombi, jenga ghala lako la maombi. Maombi yanamjenga Mkristo, anakuwa imara, asiyepigika, asiyeshindwa, asiyerudi nyuma, asiyesalimu amri. Anasonga mbele siku zote na kuombea mbele za Mungu ya kwamba usonge mbele, usishuke tena, uzidi kuimarika katika Bwana, kama anavyosema kitabu kile cha Wathesalonike ya kwamba ombeni bila kukoma, ombeni bila kukoma. Wathesalonike wa pili 5:17, ombeni bila kukoma. Kwa hiyo ni maombi ya bila kukoma ndio ambayo yanakuinulia ushindi wako. Ipokee hiyo neema kwa jina la Yesu, ipokee hiyo neema.